Shukran sana. Habari za asubuhi. Hapa ni njema kabisa. Kigali, hali ya hewa ni nzuri. Vipi habari ya hapo Tabata, Dar es Salaam? Bwana, sisi tupo vizuri kabisa. Tupo studio hapa ndani kama Mufindi, tofauti ya nyumbani na ofisini inaonekana. Tupo vizuri kabisa. Naona upo uwanjani mnyama akiwa anajifua kama ambavyo umegusa. Hali ya hewa ipo vizuri na kufika kwako hapo tunaamini pia na upo vizuri. Hem, tupe picha kubwa zaidi kuelekea mchezo huu wa kirafiki ambao unachezwa asubuhi hii. Naam, ni kweli. Niko uwanjani. Huu ni uwanja wa shirikisho la soka la Rwanda kwa maana ya Ferwafa. Kwa mazingira ya nyumbani hapo ni kama pale Karume, yani makao makuu ya TFF, pale mbele kuna uwanja. Kwa hiyo hapa ni makao makuu ya Ferwafa. Kama napata nafasi ya kuonesha mazingira ya nyuma, hiyo unayoiona hapo Ferwafa. Ofisi. Yes, ofisi na hoteli pia iko hapo ya Ferwafa. Lakini hapo unaona kuna basi ambazo zimepambwa muonekano wa Sekafa, kwa maana basi ambazo zinatumika na timu hizi. Hapo kuna basi ya Simba, kuna basi ya Meriki, ingawaje Meriki hawakushiriki katika michuano hii, lakini wana basi hapo. Lakini nyuma yangu ukiangalia ni warm up inaendelea. Na hawa hapa ni magolikipa ambao wana warm up upande wangu huu. Upande ule pale ni wachezaji wa wengine 10 waliosalia, na wengine ambao kikosi chote cha Simba kimsingi kinafanya warm up hapa. Mwingine pia upande ule ukiangalia unaona kuna waamuzi wanakimbia, wanafanya mazoezi, lakini ni kikosi cha El Merreikh ambacho na wenyewe wanafanya warm up sasa hivi. Maana yake muda wa mchezo unakaribia. Mechi hii inatarajiwa kwa mujibu wa ratiba inaanza saa 4 kamili kwa saa za hapa Rwanda, lakini ni saa 5 kwa saa za huko nyumbani. Huenda ikachelewa kidogo kwenye dakika 5-6 hivi mpaka 10, lakini mechi inakwenda kupigwa hapa, na ni mechi ambayo itakuwa na muonekano tofauti. Wenyewe wanaamini hii ni mechi ya kirafiki, ya kiufundi. Wanaposema hivyo wanamaanisha ni mechi ambayo itachezwa kwenye vipindi 4 tofauti. Kila kipindi kitakuwa na dakika 30, lakini ni kama basketball, kwa maana ya mchezaji anaweza kucheza kipindi cha kwanza akatoka 30 za kwanza akarudi 30 ya tatu au 30 ya 4 kwa ajili ya kuendelea na huu mchezo. Na Mzinga, ni mchezo wa mwisho kwa upande wa Simba, na wewe ulikuwa nao huko nchini Rwanda, bado upo, na mara kadhaa pia tumeona video kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye ukurasa wako ukiwa mazoezini, Simba wakiwa wanaendelea kujifua. Labda pia kwa picha yako kwenye eneo la jicho lako la kiufundi kutazama mpira wa miguu, kutangaza, unaona mambo mengi sana. Kwa mwana Simba ambaye anatutazama muda huu, unaonaje maandalizi yao? Kocha Matola nisikia anakuambia timu imefika 75%. Labda na wewe ukitia uchambuzi wako, unaona timu ipo kwa labda na wewe ukitia ufundi wako, unaiona timu ipo tayari kwa kiasi gani? Simba wako tayari, wako tayari kwa minajili ya kiufundi kwa muda wao ambao wameutengeneza. Unajua pre-season ya msimu huu imekuwa fupi sana. At least proper pre-season tunafahamu ina wiki nyingi, wiki zisizopungua 6. Lakini hapa wiki ni chache. Msimu huu tunafahamu ligi imechelewa kuisha, mapumziko kidogo, lakini kuna msimu wa AFCON unakuja, kwa hiyo ligi inaenda kuanza hapo muda so mrefu mbele. Kwa hiyo na hata mwenyewe Matola amezungumzia kuhusu eneo hilo. Lakini tukija katika kikosi, kwa namna ambavyo nakiona mara ya mwisho, wana Simba na Watanzania wameiona Simba yao ikicheza dhidi ya Singida Black Stars. Yes, sasa baada ya pale walikuwa wakitrain asubuhi na jioni. Walikuwa na session 3 za training. Kuna training ya asubuhi, alafu kuna training ya asubuhi ya gym, alafu kuna training ya jioni. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya mazoezi katika yale mazoezi makali, mazoezi magumu yale. Wamekuwa wakifanya mfululizo. Jana at least walikuwa wamecheza. Jana timu zilipanguka, tunasema, tunatumia hiyo lugha mtaani. Zilipanguka. Kulikuwa huko kuna kikosi na huko kuna kikosi. Wakacheza mechi hapa ya takriban dakika 20 mpaka 25 ya kikosi cha kwanza, maana yake alikuwa anafanya reflection ya kuelekea katika mchezo huu wa kirafiki dhidi ya Merreikh. Kwa hiyo jana walitengeneza mpango kazi. Sasa kupitia kile ambacho nimekiona jana, wana timu Simba wana timu ambayo iko strong, timu ambayo ina nguvu, timu ambayo inakwenda kwa kasi katika lango la mpinzani, lakini kwa kipekee zaidi
kuna wachezaji niseme kwamba nitumie neno wamewaka. Wamewaka. Yani ni moto kweli kweli. Mchezaji ambaye anaonekana kuwa tishio zaidi kwa sasa, anateleza kweli kweli ni Libase Geye. Libase Geye, yes, huenda ukawa ni msimu wake bora zaidi huu unaokuja. Kwa kumwangalia mazoezini, kwa kile anachokifanya, huenda ukawa msimu wake bora zaidi. Libase Geye ni wa kwanza. Mchezaji mwingine ni Ibrahim Jabbar. Huyu ni kiungo. Yes, kiungo anacheza na Yusuf Kagoma pale kwenye double pivot. Jana walicheza kwenye timu moja, kwa sababu kwenye mechi ya jana ukiangalia kitaalamu kuelekea katika siku moja kuelekea katika mchezo wa mechi, mara nyingi kocha anaipanga ile first 11 yake, anaireflect katika uwanja wa mazoezi hiyo siku moja. Kwa hiyo jana tuliona ile first 11 ikiwa na Ibrahim Jabbar, ikiwa na Yusuf Kagoma katika midfield, walicheza hivyo. Na ukiangalia Jabbar ni mtibuaji, ni mchezeshaji, ana vitu vingi sana uwanjani. Yusuf Kagoma na mwenyewe pia ni kaliba hiyo hiyo. Na nilimuuliza pia Matola, nilipata nafasi ya unajua Matola kacheza kiungo cha kiulinzi. Yes. Kwa hiyo nilimuuliza kwa jicho lako la kitaalamu, katika wa Simba yupi unaona ni hatari zaidi? Aliwataja hao wawili, alisema Ibrahim Jabbar, akamtaja na Yusuf Kagoma, akasema one of the top, huenda ukawa na msimu mzuri sana unaokuja. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao wanafanya vizuri. Mchezaji mwingine ni Elie Mpanzu, Anise Ura. Ingawaje jana Ura alionekana yuko katika upande wa reserve, upande wa kikosi kinachoanza alionekana Keleso Mahwalo ndio alikuwa yupo katika lile eneo. Otherwise katika ushambuliaji alicheza Elie Mpanzu as a false number 9. Sasa hivi Simba wana false number 9, wakitaka kucheza hivyo wanacheza na Elie Mpanzu na alternative yake ni Jospin Loemba. Lakini wanapocheza kwa kusimamisha mshambuliaji mmoja wa mwisho ni Ibrahim Dumbia. Sasa ukimwangalia kocha Steve Barker, kwa experience ya kumuona akiwa na Simba msimu uliopita, kwa experience ya mpira wa Afrika Kusini, huwa watumii sana standing strikers. Asilimia kubwa wanacheza na false number 9. Kwa hiyo huenda kocha katika eneo la kushambulia akacheza zaidi na Mpanzu kama false number 9 kuliko Ibrahim Dumbia. Lakini hao wote ni wachezaji ambao wamemlipa katika mchezo wa mwisho dhidi ya Singida. Dumbia alicheza dakika zake akascore, Mpanzu akaingia dakika zake pia akascore. Kwa hiyo nasubiri kuona hapa, naamini ripoti ya kesho ya viwanjani tutapata kwa mapana zaidi kuelezea kile ambacho nimekiona katika mchezo huu, na tutajuzana nini ambacho wana Simba watarajia. Yes, bwana Mzinga, shukran sana kwa hicho ambacho umeweza kutupenyezea. Kama au kuna yoyote ya kufurahisha ambayo umeyaona mazoezini kambini yanayoweza kuzungumzika? Maana kuna vingine hutaki kuvizungumza. Motisha ndani ya mmoja mmoja, kwa maana ile ari ya timu unaionaje pia kwa mchezaji mmoja mmoja, ukiona namna ambavyo ana train? Timu imechangamka, wamechangamka. Wachezaji wageni wameingia. Bahati nzuri wana watu ambao wanafahamu before. Kwa mfano huyo Keleso Mahwalo amefika hapa kikosini, lakini kuna wachezaji wa South Africa unaona wanacheka, wanaenjoy pamoja. Dumbia pia amefika hapa. Kuna wale wachezaji wa West Africa ambao wanazungumza lugha moja, wanazungumza wanacheka. Kwa hiyo hali ya kikosi inaonekana kuwa juu sana. Labda niwape exclusive. Sasa sijui wewe kama utaitumia kwa ni exclusive au vipi. Lolote tunalotuletea sasa tunalibeba. Sasa explosive hii sijui utaipokeaje kasi. Sijui. Lakini moja ni exclusive, moja ni taarifa. Yes. Taarifa ni kulikuwa kwenye kikosi Motusi Kopa, nyota wa Botswana. Ambaye alikuwa akifanya mazoezi na Simba. Motusi Kopa hayupo kikosini. Leo ni siku ya 4. Hayupo kikosini. Yes, alipiki injury ndogo ya enka ambayo imemtoa kikosini. Ni mchezaji ambaye alikuwa kwenye majaribio hapa, nadhani wana Simba sidhani kama taarifa yake wanayo. Kwa hiyo watu huenda wakawa wanauliza yule mchezaji vipi? Hayupo kikosini, amesharudi nyumbani. Lakini exclusive nyingine, Triple C Chota Chama ametangaza kustaafu kucheza timu ya taifa ya Zambia. Maana yake hatukumuona katika AFCON ijayo. Kama Zambia atafanikiwa kufuzu, hatutomuona. Nikamuuliza kwa nini hayo mahojiano sikupata nafasi ya kuyatuma kwa sababu ya muda, lakini nikamuuliza kwa nini
umestaafu, ikiwa AFCON inakwenda kufanyika katika mataifa matatu, mojawapo Tanzania. Na wewe hii region yote ya Afrika Mashariki ni miongoni mwa top players, watu wengi wanakufahamu, uone kama utakuwa umeizulumu Zambia. Akanijibu, muda wangu umeisha. Sasa hivi Zambia kuna wachezaji wengine wengi wana nguvu, kwa hiyo hao wanaweza kuipambania bendera ya Chipolopolo. Bwana Mzinga, nikushukuru sana kwa exclusive mbili hizo ambazo umeweza kutupa, lakini hii ya Clatous Chota Chama hii ni kubwa zaidi, na inawezekana wanasimba wakawa wameipokea kwa furaha, kwa sababu wanaamini Chama watakuwa naye muda mwingi zaidi, na muda wa kufocus na Simba peke yake utakuwa ni mkubwa sana. Lakini mahojiano uliofanya nayo tunaamini yatakuwa yana undani zaidi, ambao pia kesho kupitia Viwanjani naamini watapata nafasi ya kuweza kuyatazama. Kesho atakuja. Naam, kesho wataona full interview. Maswali mengi sana Chama amejibu. Amejibu pia katika magoli yake matatu bora ya Simba. Siwezi kusema hapa, ataona kesho kwa faida ya Viwanjani kabisa. Magoli yake matatu bora ndani ya Simba ni yapi? Amesema, lakini ameelezea juu ya goli dhidi ya Young Africans kitaalamu. Kuna physics zimemwagwa hapo ndani. Ameelezea kitu gani kilitokea mpaka akafanya vile.